الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخطاء في الجمعة، makosa katika kosa la kwanza takhsisu lailatil jum'ah biqiyamin wa yawmiha bisiyamin, kuhusu usiku wa kuamkia Ijumaa kwa qiyam, kufanya ibada za usiku, na kuhusu mchana wake kwa siyam, kwa kufunga. Ni katika makosa ya Ijumaa kufanya ibada usiku peke yake, usiku wa kuamkia Ijumaa, au kufunga mchana wake siku hiyo ya Ijumaa. Qala wa hadha manhiyun anhu, jambo hili limekatazwa. لما روى البخاري ومسلم عن محمد بن عباد ابن جعفر قال: سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. نلمولز جابر دي متومي والله صلى الله عليه وسلم alikataza kufungwa siku ya Ijumaa. Qala na'am, akasema ndio. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي, msiuhusu usiku wa kuamkia Ijumaa kwa kufanya ibada za usiku baina ya nyusiku nyingine. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام, ولا msiuhusu mchana wa Ijumaa kwa saumu, kwa kufunga baina ya michana mingine. Illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, isipokuwa ikiwa katika saumu anaoifunga mmoja wenu aendelee kufunga. Lakini kwamba mtu anafunga mchana wa siku ya Ijumaa peke yake, anaihusu siku ya Ijumaa mchana wake anafunga, na usiku wa kuamkia Ijumaa ndipo anaposimama akafanya ibada za usiku, Mtume amelikataza jambo hilo. La tahusu, sio la takhtasu, la tahusu lailatal jum'a biqiyamin min baini layali, msiuhusu usiku wa kuamkia Ijumaa kwa kufanya ibada za usiku baina ya nyusiku nyingine. Wala tahusu yawmal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam, wala msiuhusu mchana wa Ijumaa kwa kufunga baina ya michana mingine. Illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, isipokuwa ikiwa katika saumu anayoifunga mmoja wenu, kama anaendelea kufunga 6 min Shawwal, anaunganisha al-Jum'a al-Khamis na al-Jum'a. Qala wan-nahyu lil-karahati 'inda al-jumhur, makatazo haya ni ya umakruhu kwa maulama wengi, ni nahi ya karaha hiyo ya kufunga siku ya Ijumaa pia na kufanya ibada za usiku. Walitahrimi 'inda jamaa, na makatazo hayo ni ya kuharamisha kwa kundi la maulama. Minhum Sheikhul Islam, katika hao ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, anasema makatazo haya ni ya kuharamishwa mtu anapofanya ibada za usiku peke yake. Usiku wa kuamkia Ijumaa anapata madhambi, mtu anapofunga mchana wa Ijumaa peke yake anapata madhambi. Qala wala yadkhulu fi an-nahi at-takhsis li ajli sawmi yawmi Arafah au Ashura, haingii katika makatazo kuihusu siku ya Ijumaa kwa ajili ya kufunga siku ya Arafa. Ikitokea siku ya Ijumaa imeangukia Arafa imeangukia siku ya Ijumaa, au Ashura imeangukia siku ya Ijumaa, hapo haitaingia katika makatazo. Yajuzu kufunga siku hiyo kwa sababu ya utukufu wa siku ya Arafa, kadhalika Ashura. Au fi haqqi man yasumu yawman wa yuftiru yawma, au katika haki ya anayefunga siku moja na kufungua siku nyingine. Siyamu Daud
pia hii haitaingia katika makatazo, itafaa kufunga siku ya Ijumaa ikiwa mtu ana sunna ya kufunga hiyo siyamu Daud ya kufunga siku moja na kuacha nyingine. Ikitokea siku ya Ijumaa ni siku ya kufunga, yajuzu yeye kufunga. قال أكثر العلماء لدخول ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. wamesema maulama wengi hiyo inaingia katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ile iliyopita, illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, isipokuwa ikiwa katika saumu anayoifunga mmoja wenu, makatazo hayo hayataingia. Ikiwa mtu ana ada ya kufunga hiyo siyamu Daud au ana ada ya kufunga yaumu Arafa, hata ikiangukia siku ya Ijumaa yajuzu kufunga siku hiyo. Kosa la pili, at-tasahulu fi istima'i khutbati al-Jum'a, kufanya tasahul na kufanya wepesi kusikiliza khutba ya al-Jum'a au al-kalam, au kuzungumza wal imamu yakhutub na hali imamu anatoa khutba. At-tasahulu fi istima'i khutbati al-Jum'a, kufanya wepesi na kudharau kusikiliza khutba ya Ijumaa, au al-kalamu, au kuzungumza wal imamu yakhutub wakati imamu anatoa khutba, ni katika makosa ya al-Jum'a. Qala istima'u al-khutba wal insatu laha muakkadun, kusikiliza khutba na kunyamaza kwa ajili ya khutba ni jambo limekokotezwa. Wa manhiyun anil kalam, imekatazwa kuzungumza. Wa adamil istima'i, na kutosikiliza. Fi ahaditha kathira, imekatazwa kuzungumza na imekatazwa kutosikiliza khutba. Fi ahaditha kathira, katika hadithi nyingi. Ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idha qulta li sahibika yawm al-jum'a ansit wal imamu yakhutub faqad laghawt. Muttafaqun alayhi. Ukimwambia mwenzako siku ya Ijumaa nyamaza, wal imamu yakhutub, wakati imamu anatoa khutba, faqad laghawta, umefanya madhambi. Ukimwambia nyamaza tu mwenzako wakati imamu anaendelea na khutba, faqad laghawt, umefanya madhambi. Qala wa qawlu ansit yaqta'u istima'a al-khutba, hilo neno ansit linakata kusikiliza khutba. Walau yasiran, japokuwa kwa muda mchache. Yule anayesema ansit tayari amekata ile usikilizaji wake wa khutba. Walau yasiran, japokuwa kidogo. Fatarattaba alayhi al-laghu, ndipo zimepangika kwake madhambi. Fahadha halu nasih, hii ni hali ya huyo mwenye kutoa nasaha aliyemwambia mwenzake nyamaza, ndiye ambaye amepata madhambi kwa sababu amekata usikilizaji wake wa khutba. Hadha halu nasih, hii ni hali ya yule mwenye kutoa nasaha anayemkataza mwenzake. Fakaifa bil mutakallim al-awwal, vipi huyo anayezungumza mwanzo? Ni kwamba madhambi yake yeye ni makubwa zaidi, kwamba alikuwa akizungumza wakati khutba inaendelea. Qala al-hafidh fi al-fath, idha ja'ala qawlahu ansit ma'a kawnihi amiran bil ma'ruf laghwan faghayruhu min al-kalami awla an yusamma laghwan. Mtume alipojalia maneno ya huyo aliyemkataza mwenzake nyamaza, pamoja na kuwa yeye anamuamrisha mema, ni mwenye kuamrisha jambo jema, hilo la kumnyamazisha mwenzake, lakini mtume hiyo pia amejalia ni laghwan, ni dhambi. Faghayruhu min al-kalami aula, maneno mengine yasiyokuwa hayo ni aula an yusamma laghwan, ni aula kuitwa ni laghu na ni madhambi ikiwa ni maneno mengine. Kwa hiyo neno lolote wakati khutba inaendelea ni haramu, na mtu anapata madhambi, na thawabu za Ijumaa anazikosa. Thawabu za Ijumaa anazikosa, anapata thawabu za sala ya dhuhuri kama siku nyingine. Athalith, kosa la tatu, albay'u washira'u ba'da an-nida'i athani, kuuza na kununua baada ya adhana ya pili. Ni katika makosa ya Ijumaa kuuza na kununua
baada ya adhana ya pili. Qala wala yahillu al-bay'u wash-shira'u ba'da an-nida, sio halali kuuza na kununua baada ya adhana ya pili. Wal bay'u fasid, na bei yenyewe inakuwa ni fasidi, ni yenye kuharibika. La yasihu, haitasihi. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', enyi mlioamini, ikiadhiniwa sala siku ya Ijumaa, nendeni kwenye dhikri ya Allah na wacheni kuuza. Nendeni kwenye dhikri ya Allah na wacheni kuuza. Qala fanuhiya 'anil bay'i au fanaha 'anil bay'i ba'da an-nida, Allah amekataza kuuza baada ya adhana. Wa huwa an-nida'u thani, ni adhana ya pili, ile ambayo khatibu ataanza baada yake khutba. Qala wal bay'u fasidun, bei yenyewe ni fasid, haisihi. Lianna an-nahya yaqtadhi al-fasada, kwa sababu makatazo hayo yanahukumu uharibifu wa jambo. Allah akikataza jambo au mtume akikataza jambo, lile jambo linakuwa ni fasid, halifai, halisihi, na zile pesa zake za yule anayeuza pia itakuwa ni za haramu. Zile pesa za yule muuzaji akiuza baada ya adhana ya pili, zile pesa anazopata ni za haramu. Kwa hiyo haifai kuuza, haifai kununua, isipokuwa kwa wale ambao si wajibu kuhudhuria Ijumaa. Kwa wale ambao si wajibu kuhudhuria Ijumaa, wanawake yajuzu kuuza, kununua wakati ule baada ya adhana ya pili, kwa sababu wao si lazima kuhudhuria Ijumaa. Kadhalika msafiri si lazima kuhudhuria Ijumaa, yeye anaweza akanunua akauza wakati ule wa adhana ya pili. Kadhalika katika makosa ya Ijumaa, as-salatu ba'da an-nida'i hina yadkhulu al-khatib, kusali baada ya adhana wakati khatibu anapoingia. Wallati tusamma sunnat al-jum'a, sala ile inayoitwa sunnat al-jum'a, ile ni makosa kwa sababu al-jum'a haina qabliya. Salatu al-jum'a haina qabliya. Qala hadhihi as-salatu laysat bisunna, sala hiyo si sunna. Baadhi ya misikiti wanafanya hivyo. Khatibu baada ya adhana ya pili, khatibu anataka kuanza khutba, watu wanainuka wanasali rakaa mbili. Hii ni katika makosa. Qala hadhihi as-salatu laysat bisunna, sala hiyo sio sunna. Walam yaf'alha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wala hajaifanya sunna hiyo sala hiyo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سمع ابن القيم رحمه الله akielezea muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo. Qala kana idha faragha Bilal min al-adhan akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-khutbah, alikuwa Bilal akimaliza kuadhini, mtume anaanza kutoa khutba. Walam yakum ahadun yarka'u rak'atayn albatta, hakusimama yoyote katika masahaba ambaye ataswali rakaa mbili kabisa, sababu tayari khutba inaanza. Vipi atasimama mtu asali rakaa mbili? Idhan walam yakum ahadun yarka'u rak'atayn albatta. Walam yakun al-adhanu illa wahida, wakati huo haikuwa adhana isipokuwa ni moja tu, ile ya pili wakati huo. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها. هي حديث نفهميشا kwamba الجمعة صلاة الجمعة ni kama sala Eid, haina sunna kabla yake, haina sunna kabla yake. Salatul Eid kadhalika salatul Jumaa haina sunna kabla yake. Mtu akiingia msikitini ni tahiyatul masjid, lazima asali tahiyatul masjid, sio kwamba ile ni qabliya ya Ijumaa. Inayo naam ba'diya al-jum'a, lakini haina qabliya. Mtu anapoingia anasali tahiyatul masjid, sio qabliya. Wa hadha asahhu qawla al-ulama, hii ndiyo kauli sahihi katika kauli mbili za maulama. Wa alayhi tadullu sunna, na juu ya kauli hii sunna zinafahamisha hivyo.
ثم قال كيشا كسيما ابن القيم رحمه الله ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهذا أجهل الناس بالسنة. anaidhania kwamba masahaba walikuwa Bilali akimaliza Bilal radhiyallahu anhu akimaliza adhana masahaba wanasimama wote na kuswali rakaa mbili, huyu ni mjinga sana wa sunna katika watu. Anaidhania hivyo, fahadha ajhalu nnasi bisunna, ni mjinga sana huyu wa sunna katika watu. Wa hadha alladhi dhakarnahu min annahu la sunnata qablaha huwa madhhabu Malik wa Ahmad fi al-mashhuri anhu. Haya tuliyotaja kwamba hakuna sunna kabla salati al-jum'a, haya ndio madhehebu ya Imam Malik, kadhalika Imam Ahmad fi al-mashhuri anhu, wa ahadul wajhaini ashabi Shafi'i, pia na moja ya njia mbili kwa wafuasi wa Imam Shafi'i, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. kosa la tano takhatti riqabi au takhatti riqabi nnas. Takhatti riqabi nnas, kuruka shingo za watu kwa wale wanaochelewa wakaingia msikitini, khatibu ameshaanza khutba, wanaruka watu na kuja katika safu za mbele, ni katika makosa ya aljumaa. Qala wa hadha min al-akhta'i shai'a, hii ni katika makosa yenye kuenea. Wa huwa idha'u lilmusallin as-sabiqin, na hii ni kuwaudhi wale wenye kusali waliotangulia kuingia pale. وقد جاء في الأحاديث النهي عنه, imekuja katika hadithi makatazo ya jambo hilo. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة, alikuja mtu mmoja akiruka shingo za watu siku ya Ijumaa. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب, wakati mtume صلى الله عليه وسلم anatoa khutba. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت, kaa kwani umeudhi na umechelewa. Umechelewa kosa la kwanza, kosa la pili unaudhi watu pale waliotangulia kufika. ijlis faqad adhaita wa anait. rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa jama'atun bi alfadh mutaqariba, kwa matamshi yaliyokurubiana na tamshi hilo. wal lafdhu li Ahmad, lafzi hili ni la Imam Ahmad. Kwa pia ni katika haramu, mtu anakosa thawabu za Ijumaa kwa ile kurukaruka watu kwa ajili ende safu za mbele, hataki kukaa nyuma au hataki kukaa nje na yeye amechelewa. Hili ni katika makosa ya baadhi ya watu. Kuna bwana mmoja ni maalumu siku hizi, takriban khutba 3 namuona yeye achelewa, alafu arukaruka watu wanakuja mpaka huko. Yuko bwana mmoja, si nani yule bwana, nakusudia kumpa nasaha, lakini kile tumaliza kuswali simpati tena, lakini imekuwa kama ni ada yake. Nadhani hili jambo halijui kwamba ni haramu na anakosa thawabu. Kwa hiyo kama mtampata, mimi sijamdiriki, mumpe nasaha mtu huyo. Sadisan italatul khutbah wa taqsiru salah, kurefusha khutba na kufupisha sala. Hili jambo la kumkataza mtu asiruke watu ni jambo la sunna, kama tu ilivyokuja hadithi hii mtume alivyomwambia ijlis faqad adhaita wa anaita. Alhadith rawahu Ahmad. Ni jambo la sunna kumkataza mtu anayeruka watu, kumwambia kaa chini, ni sunna. Hasa ile jambo, kuna msikiti mmoja, sikumbuki ni msikiti gani, kama si Masjid Mulla ni Al-Ghufaili, nilifanya hivyo. Baada ya swala bwana mmoja akanifuata, bwana mbona umefanya vile bwana, si umemwaibisha yule mtu, mbona umemfanya vile? Naambia si kumwaibisha, ile ni kumlinda ili asipate madhambi zaidi, sababu kila anavyoruka watu ndio madhambi yanavyozidi, ndio wanavyokosa Ijumaa. Sasa kuna baadhi ya watu hawajui jambo hili ni sunna, huona kwamba yule amekaripiwa, kwa nini ameaibishwa. Sasa kaaibishwa vipi? Hajaaibishwa, safahamu, si kumwaibisha, ni kumkataza kama mtume alivyomkataza
huyu aliyeingia akarukaruka watu, yeye amechelewa halafu arukaruka watu anakuja, anataka kuja mbele huku. Sasa huyo anatakiwa akatazwe. Kwa hiyo sio kumwaibisha wala si kumkaripia. Yule bwana alikuja kwangu kwa ukali, akaja kwangu kwa ukali, mbona naambia sio hivyo, ni hadithi, ni sunna jambo lile, si kwamba nimemkaripia au nimemuudhi, ni sunna. طيب italatul khutba wa taqsiru sala, kurefusha khutba na kupunguza na kufupisha sala, hii ni katika makosa ya aljumaa, na makosa haya ni ya khatibu. Italatul khutba wa taqsiru sala, kurefusha khutba na kufupisha sala, salatul jumaa ni katika makosa haya ya khatibu. Qala wa hadha khilafu sunna, hii ni kinyume cha sunna. Fasunnatu taqsiru alkhutba, sunna ni kufupisha khutba, waja'aluha qasdan la hashwa fiha, na kuifanya khutba ni kati na kati, hakuna ziada katika khutba. Watatwilu sala, na kurefusha sala. Fa Abdullah ibn Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilu as-salata wa yuqassiru al-khutbah, rawahu an-Nasa'i. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akirefusha sala na kufupisha khutba. Al-hadith rawahu an-Nasa'i. Kwa jambo la kufupisha khutba ni katika sunna, na sala inatakiwa iwe ndefu. Walillahi alhamdu, sasa hivi msikiti huu watu wameelewa, lakini pale mwanzo ilipoanza sunna hii, kuna mmoja pia alinifuata, mbona dakika 10 zimebaki pale, saa 7 kasoro 10 ushamaliza khutba na sala, mbona hivi bwana? Lakini sasa hivi alhamdulillah, sunna imeeleweka hapa. Khutba ni fupi, watu wamenyamaza, lakini hii ndiyo sunna. Hii ndiyo sunna, kwamba khutba iwe fupi, dakika 15, halafu watu wasali wende zao, kuliko kurefusha khutba, wengine wasinzia, wengine hata hawaelewi ya maneno yakiwa mengi. Maneno yakiwa mengi, wengine pia hawasikilizi, wanakuwa fikra zao mbali sasa huko. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya hivi ana hikma zake kuwa khutba ni fupi kuliko sala. وعن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. urefu wa sala ya mtu na ufupi wa khutba yake ni alama ya ilmu yake. inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, urefu wa sala ya mtu na ufupi wa khutba yake ni alama kwamba anajua huyo fiqhi ya sala. fa atilu salata wa aqsiru al-khutba, refusheni sala na punguzeni khutba. wa inna min al-bayani la sihra, wa inna min al-bayani la sihra, katika ubainifu na uelezaji kuna uchawi. Jambo hilo la mtu kwamba anaweza kubainisha na watu wakaelewa khutba, la sihra, kuna uchawi. wa inna min al-bayani la sihra, rawahu Muslim. Katika kubainisha ile khutba na kuiweka wazi kuna sihri ya maneno, uchawi wa kuzungumza, si uchawi ule ulioharamishwa. Yani kama mtu anakuwa ni mchawi kwa maneno yake jinsi yalivyoeleweka sana, haina maana ni uchawi ule ulioharamishwa au ushirikina. Hii ni uchawi wa kubainisha na kuelezea kwamba khutba ni fupi na watu wameelewa, ndio maana wa inna minal bayani la sihra. قال ففي هذا الحديث أمر بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة. katika hadithi hii kuna amri, mtume anaamrisha kurefusha salatul jumaa na kufupisha khutba. fajtamaa fi almas'ala qawluhu wa fi'luhu, imekusanyika katika mas'ala hii kauli yake na vitendo vyake. kauli yake ni hiyo, fa'atilu salata wa aqsiru alkhutba, ni kauli ya mtume na ni amri. na fi'luhu, vitendo vyake ni kwamba yeye alikuwa akifanya hivyo, akifupisha khutba na kurefusha sala. katika makosa ya aljumaa, kosa la 7, masul hasa au al-abathu bil musabbiha wa nahwiha. masul hasa
au al-abathu bil musabbiha wa nahwiha, kushika kijiwe au kuchezea musabbiha na mfano wake. Musabbiha zile za kuhisabia tasbih. Masul hasa, kushika kijiwe, au al-abathu bil musabbiha wa nahwiha, au kucheza cheza na ile musabbiha tasbihi kama inavyoitwa, wa nahwiha na mfano wake, ni katika makosa ya aljumaa, hususan wakati wa khutba. Qala wa hadha manhiyun anhu, jambo hili limekatazwa. Wa fi maanahu, ni katika maana yake, al-abathu bil ghutra au al-malabis au farshi al-masjid au al-miswak, ni katika maana hiyo kucheza cheza na musabbiha, kuchezea ghutra ile ya kujiweka kichwani, ile kuichezea chezea, au kuchezea chezea nguo alizovaa, au farshil masjidi, au lile carpet la msikitini kuchezea chezea, au almiswak, au mswaki, au ghairi dhalik, au vitu vingine kalmisbaha wasaa walqalam. Misbaha hiyo ya kuhisabia tasbih, na saa kuchezea chezea saa, na qalam simu wakadhalik. Katika misikiti ile kwa mfano mikubwa, kwa mfano kama msikiti Masjid Sakina pale, utaona kule nyuma watu wanavyoandika message zao, na huko khutba inaendelea, kwa namtizama khatibu huko anaandika message zake mtu. Watu wao baadhi ya Waislamu wako hivyo, hawana habari na khutba, hawana habari na madhambi. Lima rawa Muslimun fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fa ahsana alwudu'a thumma ata aljum'a fastama' wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa baina aljum'a wa ziyadatu 3 ayyam. Mtume anasema mwenye kutawadha akaufanya uzuri udhu wake nyumbani, thumma ata aljum'a, kisha akija aljum'a, katika aljum'a fastama'a, akasikiliza khutba, wa ansata, na akanyamaza, ghufira lahu ma bainahu wa baina aljum'a, husamehewa madhambi yaliyo baina yake na baina ya aljum'a nyingine, wa ziyadatu 3 ayyam, na ziada ya siku 3, madhambi ya siku 10 takriban yanasamehewa. Thumma qala wa man massa alhasa faqad lagha, mwenye kushika kijiwe amefanya madhambi. Wakati wa khutba akashika kijiwe tu akawa anacheza cheza kijiwe, huyu faqad lagha, amefanya madhambi. Kijiwe tu, wacha saa na simu na kalamu, kijiwe tu kakishika, khutba inaendelea, yeye anachezea chezea kijiwe, huyu amefanya madhambi. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajitahidi, wasifanye lolote, wasikilize khutba mpaka mwisho wa sala, wende wakachezea hivyo vijiwe vyao kama watoto huko nje. Lakini mtu kushika saa na simu katikati ya khutba ni jambo la madhambi, hususan wakati khutba inaendelea. Waislamu wanatakiwa watahadharishane na mambo hayo ambayo baadhi ya Waislamu bado wanayo. Wengine wana vichupa vya marashi wanatiana huko mikononi, khutba inaendelea, hii atia watu marashi. Wengine watengeneza laptop pale haijarekodi vizuri. Yote yao ni madhambi. Hakuna cha laptop wala hakuna moto ukizimika, hakuna kutengeneza moto. Watu waendelee tu na kusikiliza, hata kama wengine hawasikii kule nje. Lakini kusimama mtu muadhini akaenda akatengeneza speaker si kule, tayari yule amejiondolea thawabu za aljumaa, ana thawabu za dhuhuri. Hadha wallahu a'lam.